Wananiita za kila mtu mbadi, na hapa nijifunze mixing ndani ya Bukoli Studio, nazidi kuchana mawimbi. Uhabari gani ndugu producer popote pale ulipo nchi za nje, wa Kenya huko, Rwanda, Burundi huko. Nawapenda sana ndugu zangu. Bana leo nimekuja kufix ila tatizo, nimepata comment, nimepata simu za wadau na nini kwamba za kila mtu mbadi kuna kitu sisi kinatuchanganya. Hebu sikia kitu chenyewe. Siniki hapa. Hebu na tempo ya huku. Alafu ona tempo ya huku. Hata angalia hapa kwenye tempo yetu hapa. Huku kuna 110. Alafu tukija tukaangalia huku kuna 127. Sasa ilikuwaje kwaje? Watu wanafikiria ilikuwaje kwaje za kila mtu mbadi? Mbona sisi kinatushinda hicho kitu? Za kila mtu mbadi nimetoa hapa video kwa ajili ya kukufundisha wewe jinsi ya kupiga muziki alafu ukabadilishe tempo. Alafu pia nimekuja kuwaelekeza jinsi ya kupiga biti za Kisukuma. Si ndio mlitaka hivyo? Na mimi nimewaletea huko. Leo nitakufundisha jinsi ya kupiga biti ya Kisukuma. Lakini kama bado hujafanya swala la subscribe alafu wa kwanza kupata video hizi, kuna vitu vikali zaidi ya hivi vitakupita. Bana, unajua kwa siku hizi kuna muziki aina nyingi sana, alafu watu wanatembea. Zamani tulikuwa tunajua muziki wa Kisukuma ni muziki wa kishamba, lakini siku hizi tunaona kina nani hawa wasanii wanaenda kuimba paka na kina Nei kule wanaimba na kina nani kina Kusa kule, kama huyu wanamuita nani hiyo, sijui ni nani hiyo, Kisima yule kaimba na wasanii wakubwa kule. Kwa hiyo tunajikuta kumbe muziki unatembea, muziki haukai sehemu moja. Kwa hiyo unaweza kuhisi kwamba muziki wa Kisukuma ni wa kishamba, kumbe wewe ndio mshamba. Acha ushamba, jifunze muziki. Mimi mwenyewe sikutaka kabisa hizi beat hata kujua kuzipiga, lakini ilinibidi nijue. So unaona hii beat ni ya Kisukuma, sio ya Kiswahili. So unaona mimi moyo wangu wana nitajanga ninakosengera magorofa talizikaga moyo wangu kundi wa jana. Ni beat ambayo ina sound kabisa, sound za Kisukuma. Hata tukija huko kwenye chorus yake hapa, kwa tunakuja kuona kabisa ni ina sound hivyo. Naenda nikifika kwenye kubadilisha tempo, nitabadilisha tempo, alafu utajionea wewe mwenyewe mwanzo mwisho. Kitu cha kwanza hapa, tuanze kuipitia hii project chap kwa sababu hizi beats zina vitu vingi, kwa hiyo inabidi tupite faster. Kitu cha kwanza kabisa hapa nilipiga hiki hapa. Hii tempo imengangania juu. Tunazidi kuchana mawimbi, tunazidi kusababisha. Ni 101 po. Kwa hiyo kitu cha kwanza nilipiga hiki hapa. Nilipiga hiki hapo, na chenyewe hicho unajiuliza nilikitoa wapi eti? Nilitumia contact wazee. Nilitumia contact, nikachukua piano, nikaja kwenye moda. Ni wao wameandika hiyo. Kitu kingine nikaongezea hiki hapa. Niliongezea hiki hapa. Kama tulivyoambiwa kwamba muziki ni maswali na majibu. Kwa hiyo hicho kinapiga diling. Hiki sasa kinapiga ding. Unaona, sikia. Kwa hiyo hicho kinamjibu. Nikaona bado, nikaongezea kuna kingine hapa. Hicho chenyewe nilikitoa, na chenyewe ni kwenye mabezi, nikachukua analog bass hapo.
Alafu nikapiga tena kitu kingine, sikuishia hapo, nikaongezea hiki hapa. Unaona hapo? Na chenyewe kini nini? Nilipiga kalimba. Kalimba zozote zinalia tu fresh. Kwa hiyo nikawa nimepata sahihi saundi. Kwa hiyo tukivifunga hivi tukaanza mwanzo ni hivi. Unaona? Mwanzo ni hivyo. Tunaendelea. Unaona? Tukiweka na hii tunakuwa tumepata unyamwezi kabisa. Unyamani. Wananiita nyundo ya kupasulia kokoto mitamboni ndani ya Bukoli Studio, nazidi kusababisha. Ni wewe tu utaki sasa. Kataa tukuzabe. Tunaendelea. Kitu kingine nilikuja nikapiga hiki hapa, kitu cha pili. Sasa nikapiga hiki hapa. Unaona? Snare zetu hizo sasa, drum. Tunaita madrum hayo sasa. Mwamba nikafanya hivyo. Utaki. Hautaki sasa. Na mwenyewe niliachukua kwenye contact. Chukua kwenye contact, nikaenda kwenye drum, nikachukua electronic kit hapo. Nikawa nimetisha namna hiyo, nazidi kuchana mawimbi. Vitu ni vingi, niko faster. Snare zetu nilichukua lim, nikachukua lim tena, nikachukua na hi-hat, nikapiga hivi. Kawaida tu. Ni kawaida sana, hata usiogope kwamba eti muziki sijui nitafanyaje. Ni kawaida sana. Kitu cha 4 nilichukua base la umumu, ila hapo tunalijua wote, nikalikunguta hivi. Unaona? Ni hivyo tu. Lakini kitu cha 5, hapa chenye hiki hapa ni kick. Nikaongezea na kikonga huku. Kitu cha 5 ni hicho. Lakini kitu cha 6 hapa nilipiga kwenye purity, nikachukua hapa ka waist kamlusi. Sasa yako utajaza wewe huko, nikakachalaza hivi. Hautaki sasa, hautaki, kataa tukuzabe. Kataa tukutandike makofi. Haya, tuendelee. Tunachana mawimbi. Kitu kingine hiki hapa nilichukua electronic kit hapo. Hiki na chenye nilicheza hivi. Ni kiki hizi pia. Hizo ni kiki pia, ni kiki pia hizo. Naomba unielewe. Kama unielewe unaniuzi. You know. Tunaendelea. Hapa nilichukua tena hiyo tu, nikapiga drum. Unaziona hizo? Utaki, acha. Togwe oleke. Tulendelea basuma bichane na lebaranja mapili kagena. Hatari sana. Hapa kumbe niliacha empty. Tunaendelea kitu cha 10 hiki hapa sasa. Baada ya hapo kitu hiki cha 10 ndio nilihama. Yaani huku upote hivi vitu 9 hivi ndio vinavyo sound sasa huko kwenye kuimba. Yaani kwenye kuimba hivi vitu 9 ndio vinavyoimba na huu muziki sasa ndio ukawa huu. Lakini kuna base hapa naona nilipigia mbali. Ngoja nikuonyeshe. Hii hapa ambayo inaanzia hapa mwanzoni hapa. Unaona nilivyoipanga hii base. Ukitaka hii base ijivute hivi, na hivyo siku zote zinahitaji muziki ujivute. Kwa hiyo cheza na pitch.
Unaweza kaona hapa nimeweka vinota vingi vingi, ukaanza kujiuliza kaweka nini? Hizi zote ni pitch. Haka. Kwa hivi vyote tunaviona vinaenda vina vidude. Usipoweka hivi vidude hivi haiwezi kulia hivi bezi. Wewe tuashumu tu tukatoa taka tu. Unaona? Ngoja nikarudisha, hebu nitoe hii. Unaona ilivyokuwa. Kwa hiyo haka ndio kanafanya ijivute. Unaona? Kwa wako ndio kanafanya ijivute. Kwa hiyo kuwa makini na pichi. Twende sasa tusikie. Hapo sasa mwimbaji wako anajipanga sasa namna hiyo. Oza. Sikujua moyo wana mioyo ila natolia mwako. Lelo tolia mwako. Utolo kwa mwana wako. Lele nenga wako. Elizabeth moyo wana Thomas lele wako. Unaona hicho kitu? Unaona kuwa umepata sasa. Sasa jamani, tunaenda sasa kwenye chorus. Tunaenda upande wa chorus sasa. Upande wa chorus bana. Usichokijua ni sawa na usiku wa giza, alafu sio giza tu. Giza totoro. Unaona hapa haka ndio kanafanya tempo ibadilike. Unaona ikifika itaanza kupanda hii. Inaanza kupanda hii. Angalia hata hapa kwenye tempo. Hizi hapa zinaanza kupanda hizi. Inakubali kupanda hiyo. Chaga. Sasa haka tunakawekaje? Ngoja nikatoe kabisa. Hapa kwenye namba 9 nikafute kabisa. Alafu uone nikikazima kama itapanda sasa. Futa kabisa. Haya, ona ikifika hapa beat yetu. Hata ifike huku ni ile. Naona. Hata ifike wapi ni ile. Kwa hiyo hapa utafanya kitu kingine. Naomba nisikilize kwa makini unielewe. Utakuja hapa kwenye layer zako, utabonyeza isome namba ambayo haina kitu. Kama hapa imesoma 22 haina kitu, utaweka hapa. Baada ya kuweka hapa, si haina kitu, usipige, rekodi tu hapa. Pap. Ukisha rekodi, huu mshale wako weka hapa kwenye speed, alafu play. Ikianza kulia beat yako, anza kuongeza speed paka ambapo unataka speed yako ichezee. Kwa hiyo mimi hapa nitafanya hivi. Utaanza kuongeza pole pole. Unaenda tu unaongeza mpaka unapotaka. Mpaka hapo unaona. Kwa sio kwamba eti pameongezeka pote. Ni kuanzia tu hapa ulipoanzia kurekodi kwamba kuongeza kupandisha. Ndio hapo imepandia. Huku penye tempo ni ile ile, unaona? Ni 110. Ila kuanzia hapa inaanza kupanda pole pole 100 na ngapi mpaka nimeweka 133. Kwa hiyo hata huku pote itakuwa 133 tu. 133 tu. Hakuna mabadiliko.
ambapo ni wewe tu unaanza, yani msanii wako anaanza kupangusa tu hapo, yani unakuwa umemaliza kazi. Bana nadhani kwa leo nimetoshea hapa, lakini ukipendezwa na chorus tia comment hapo chini. Nitakuja tena nielekeze namna ambavyo nimefanya hii chorus na nimeanzaje, nikaendaje, nitakufundisha nilivyofanya hii chorus. Nitobeleze kila mwamba wa BK mitamboni hapa na Chana Mawimbi. Tukutane kwenye masomo mengine.